ninapofukuzia uwepo wa Bwana, kinachotokea ni kwamba uwepo wa Bwana unapoanza kuambatana nami na kuanza kushiriki kwenye shughuli zangu za kila siku, naingia kwenye sabato ama kwenye resti ama kwenye raha ya sabato, maana yake kupumzika. Na kwa maana kumbuka, kupumziko hili linaambatana na kustarehe. Na anasema kwa sababu hiyo ninakuwa nimekoma kufanya kazi zangu, kwa maana I cease from my own works. Maana yake ni kwamba ninaingia kwenye, kama ni biashara kwa mfano, badala ya mimi kuhangaika na kuvuja jasho, maana yake ni kwamba baraka ya Bwana inaanza kutenda kazi kwa niaba yangu katika biashara yangu. Kama nguvu zangu na juhudi zangu zilikuwa zina uwezo wa kuhakikisha kwamba wateja 5, 6, 7 wanakuja kwa siku, then baraka ya Bwana ikija inaweza ama ikasababisha wakaja wateja 20, 30, 40, au wakaja mteja mmoja ambaye ni wa nguvu sasa na wateja 20, 30. Pale ulipo rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku, muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Tunaendelea na somo letu linalosema anza mwaka mpya na Bwana, na najua umekwisha kupata mambo kadha wa kadha, mambo ambayo ni ya muhimu, mambo ambayo ni ya kujenga, mambo ambayo ni ya kuimarisha. Na leo nataka tuendelee. Kumbuka kipindi kilichopita tulikuwa tunaona jinsi ambavyo Musa anang'ang'ana na Bwana kwamba pasipo uwepo wako kwenda pamoja na sisi, usituchukue, usitutoe mahali hapa. Na mambo kadhaa nataka tuyakazie pale, alafu tutarudi tena kwenye story ya mfalme Asa kule kwenye Nyakati wa Pili 15 na 14. Yako mambo kadha wa kadha wa kuangalia, alafu tutarudi kumwangalia Josia, mfalme Josia, na kwa maana hiyo basi tutakuwa tumepata uelewa mzuri wa kile ambacho unapoanza mwaka kwa kutafuta uwepo wa Bwana unapata nini. Kumbuka mafundisho yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi, lakini pia ukifika pale usahau subscribe, like pamoja na kushare. Na kama ungependa kupata mafundisho yako kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram nafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tukasema niunge nao ukaunganishwa. Namba ni 0789500242 0789500242. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye umekuwa mtii na kufanya maamuzi ya kuwa mwanafunzi wa Kristo na unafuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli, na unahamasisha wengine pia kuwa wanafunzi wa Kristo. Ninakupa hongera sana sana. Pia namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye umeamua kuwa mtii kwa sauti ya Roho Mtakatifu na kuamua kufanya maombi kwa ajili ya wasaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Kumbuka unapoomba kwa ajili ya wasaji wa vipindi vya neema na kweli, simamia Waefeso 1:17 hadi 18 na Wakolosai 1:9 hadi 11. Mwisho, natoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa partner, umemtii sauti ya mchungaji mwema na umeamua kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, na unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Ni unavyofanya namna hiyo, ngoja nikugusia tu kile ambacho kinatokea katika maisha yako. Maana yake ni kwamba unakuwa umeingiza imani yako kazini, na imani yako ikiingia kazini inakuwezesha kupokea katika ufalme wa Mungu sawasawa na neema ya Mungu ambayo nayo inakuwa imeachiliwa juu ya maisha yako. Na kwa maana hiyo ufalme wa Mungu ukiwezeshwa na neema ya Mungu unatenda kazi sawasawa na baraka ya Bwana iliyoko juu yako. Na kumbuka baraka ya Bwana inafanya nini? Kazi ya baraka ya Bwana ni kutajirisha pasipo kuvuja jasho. Kazi ya baraka ya Bwana ni kuleta utoshelevu, kuhakikisha kwamba uwepo wa Bwana unafanya maajabu katika maisha yako. Kwa hiyo nakupa hongera sana sana kwa kuwa partner. Baada ya kusema hayo, basi nataka tuendelee moja kwa moja na somo letu. Kumbuka tunasimamia Zaburi ya 105 mstari wa 4, ambapo anasema mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake au uwepo wake siku zote. Na haya ni maagizo ambayo Roho Mtakatifu aliyatoa kupitia kinywa cha Mfalme Daudi. Mtu ambaye Biblia inasema alikuwa anaupendeza moyo wa Mungu, mtu ambaye siku zote alikuwa anafukuzia moyo wa Mungu, mtu ambaye siku zote alikuwa anatafuta kufanya yale yanayompendeza Mungu. Alikuwa na mapungufu, yes, alikuwa na mapungufu yake, lakini kikubwa ni kwamba moyo wake ulikuwaje. Sasa
Kipindi kilichopita tulikuwa tunaangalia jinsi ambavyo Musa na Israel, Bwana amewaambia kwamba nawapa malaika awapeleke katika nchi ya maziwa na asali, kwamba mimi sitakwenda pamoja na ninyi, na tukaona kwamba Israel wakahuzunika sana, na baadaye tunaona Musa anafanya kana kwamba hakumsikia Mungu. Ukiangalia Kutoka 33 na mstari ule wa 12, asa Musa akamwambia Bwana, angalia wewe waniambia wachukue watu hawa, nawe hukunijulisha ni nani utakayemtuma pamoja nami. Maana yake ni kwamba kwa lugha nyingine ni Musa amekataa kimtindo ofa ya Bwana ya kumpa malaika ili awaingize nchi ya maziwa na asali. Kwa nini? Kwa sababu kwa Musa na kwa taifa la Israel, lakini Musa zaidi, uwepo wa Bwana ni wa muhimu mno 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 mno. Sasa mstari ule wa 14, Bwana anamwambia Musa, akasema uso wangu, yaani uwepo wangu, utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Nikakwambia neno raha ni neno rest kwa lugha ya Kiingereza, ama lugha sahihi tungesema ya Kibiblia ni sabato. Sabato maana yake ni pumzika na kustarehe. Sabato, rest, unapumzika kwenye kazi zako. Ndio maana kwa wale ambao wako kwenye wameenda mashuleni huko, wako kwenye majira aidha serikalini ama kwenye taasisi mbalimbali, wanafahamu kuna kitu kinaitwa sabbatical leave. Sabbatical leave maana yake ni kwamba labda mtu amefanya kazi, amefika mahali amechoka, tunaita burnout, na kwa maana hiyo hana nguvu tena ya kuendelea na kazi. Bosi wake atamwambia, sikiza, kwa nini usichukue sabbatical leave uende ukapumzike? Usifanye chochote, nenda zunguka kijijini wapi, chukua miezi 2, 3, 4, ukirudi urudi kwa fresh. Ama mwingine anataka kwenda masomoni lakini kazi hataki kuacha, basi anachukua kitu kinaitwa sabbatical leave. Tuko sawa? Sasa Bwana anasema uwepo wangu ukiambatana na wewe utaingia kwenye rest, utaingia kwenye hii sabato. Sasa kumbuka, sabato ama hiyo rest, pumziko, kwa mara ya kwanza tunaona kwenye Mwanzo mlango wa 2. Baada ya Mungu kumaliza kazi yake, aliumba vitu vyote kwa siku 6. Alafu anasema siku ya 7 Mungu akapumzika. Kwa lugha nyingine, siku ya 7 ikawa ni sabato, siku ya kupumzika. Na siku hiyo ya 7 ambayo ni siku ya kupumzika, Biblia inasema Bwana akaitakasa, kwa akaitenga, lakini pia akaibariki. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kuingia kwenye rest, kuingia kwenye sabato ni kuingia kwenye maisha ya baraka. Tarudia tena, kuingia kwenye rest kwa maana sabato ni kuingia kwenye maisha ya baraka. Na ndio maana ukisoma kwenye kwenye Waebrania, tena Waebrania mlango wa 4, Waebrania mlango wa 4 taanza mstari wa kwanza. Of course mstari wa 3 mtaka kuzungumzia kwamba Israel hakuweza kuingia nchi ya maziwa na asali. Sasa mstari wa 4 anasema hivi, basi ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake ama sabato yake, na tuogope mmoja wenu asije akaonekana ameikosa. Maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao, lakini neno lile lilosikiwa halikuwafaa hao, kwa sababu halikuchanganyikana na imani ndani yao waliolisikia. Maana sisi tulioamini tunaingia katika raha ile, kama vile alivyosema, kama ilivyoapa kwa hasira yangu hawataingia rahani mwangu, ijapokuwa zile kazi zimekamilika tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kwa hiyo kwa lugha nyingine anasema tunaingia kwenye rest, kwenye hii sabato kupitia nini? Kupitia kuamini. Sasa nataka niruka kwa ajili ya kuokoa muda. Anasema mstari wa 8, anasema maana kama Yoshua angaliwapa raha, yani wa Israeli, isingalinena siku nyingine baadaye. 9, basi imesalia raha ya sabato kwa watu wa Mungu. Imesalia raha ya sabato kwa watu wa Mungu. Kwa maana yeye aliyeingia katika raha yake, yani hiyo sabato, amestarehe mwenyewe katika kazi yake kama vile Mungu alivyostarehe katika kazi zake. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ninapofukuzia uwepo wa Bwana, kinachotokea ni kwamba uwepo wa Bwana unapoanza kuambatana nami na kuanza kushiriki kwenye shughuli zangu za kila siku, naingia kwenye sabato ama kwenye resti ama kwenye raha ya sabato, maana yake kupumzika. Na kwa maana kumbuka, kupumziko hili linaambatana na kustarehe. Na anasema kwa sababu hiyo ninakuwa nimekoma kufanya kazi zangu, kwa maana I cease from my own works. Maana yake ni kwamba ninaingia kwenye, kama ni biashara kwa mfano, badala ya mimi kuhangaika na kuvuja jasho, maana yake ni kwamba baraka ya Bwana inaanza kutenda kazi kwa niaba yangu katika biashara yangu.
Kama nguvu zangu na juhudi zangu zilikuwa zina uwezo wa kuhakikisha kwamba wateja 5, 6, 7 wanakuja kwa siku, then baraka ya Bwana ikija inaweza ama ikasababisha wakaja wateja 20, 30, 40, au wakaja mteja mmoja ambaye ni wa nguvu sana na wateja 20, 30. Kwa lugha nyingine, baraka ya Bwana utajirisha. Kwa hiyo ni muhimu sana rafiki, kwamba uwepo wa Bwana unapotokeza na hii kitu sijui nikuelezeje. Nitakupa mfano mwingine mdogo utaweza kuelewa labda. Kwa mfano tukiwa tunahudumu, kama ni mtumishi unasikiza, unajua namna ya kuhudumu. Kuna tofauti kati ya kuhudumu wakati uwepo wa Bwana ndio umeshika hatamu, na ukiwa unahudumu wewe ukitumia nguvu ya Bwana. Vitu viwili tofauti. Kuhudumu kutokea katika uwepo wa Bwana na kuhudumu ukitegemea nguvu ya Bwana vitu tofauti. Unapohudumu kwa kutegemea nguvu ya Bwana, maana yake ni kwamba mwisho wa siku wewe mwenyewe mhudumiaji unakuwa umechoka. Yes, utaongebea watu, watu watafanya nini, whatever, sio ataanguka, atapona, watafunguliwa. Lakini ukimaliza unakuwa umechoka. Lakini ukiwa unahudumu kutokea katika uwepo wa Bwana, kwa maana ya kwamba uwepo wa Bwana ndio umeshika hatamu, ukimaliza kuhudumu unakuwa una nguvu zaidi kuliko ulivyoanza mwanzo. Kwa sababu gani? Sio wewe tena, wewe unakuwa umeingia kwenye rest, umeingia kwenye pumziko. Siko unaiona hiyo kitu. Kwa hiyo ndio maana anasema na tufanye bidii. Angalia mstari wa 11, Waebrania 4:11 anasema anasema basi na tufanye bidii kuingia katika raha ile, ili kwamba mtu yeyote asije akaanguka kwa mfano huo wa kuasi. Kwa kuingia katika bidii, kuingia katika raha, fanya bidii. Maana yake ni kwamba napotafuta uwepo wa Bwana unanisababisha niingie katika rest, katika pumziko. Sasa hiyo kwa ni faida moja wapo. Nataka tukaangalie faida nyingine ya uwepo wa Bwana katika maisha yetu. Kama nilipokuwa nimekuahidi, nataka tuende kwenye Nyakati wa Pili. Kuna story hapa ya Mfalme Asa na mlango wa 14, alafu nataka tuanze mstari wa ngapi? Nataka tuanze mstari wa pili. Ama tuanze mstari wa kwanza ili wengine hata wamjue Asa ni nani. Nyakati wa Pili 14, tuanze mstari wa kwanza. Tutasoma mistari mingi kidogo mpaka labda mstari wa ngapi? Wa 11 hivi ama 12, 13 tutajua. Anasema hivi, basi Asa akafanya yaliyo mema, yaliyo ya adili machoni pa Bwana Mungu wake, maana aliziondoa madhabahu za kigeni na mahali pa juu, akazivunja nguzo, akayakatakata maashera. Akawaamuru Yuda wamtafute Bwana. Unaona hiyo kitu? Mstari wa 4, akawaamuru Yuda wamtafute Bwana Mungu wa baba zao na kuzitenda torati na amri. Sasa tena taratibu. Inawezekana wengine hawajui. Taifa la Israeli lilikuja likagawanyika katika mataifa mawili. Ukawa una Yuda kwa upande mmoja na una Israeli kwa upande mwingine. Na mara nyingi Yuda walikuwa wanaambatana na Benjamin, kabila la Benjamin. Alafu na hao wengine wote wako upande mwingine. Kwa huyu mfalme Asa alikuwa ni juu ya taifa la Yuda. Anasema tena akaondoa kutoka katika miji yote ya Yuda mahali pa juu na sanamu za juu, ufalme ukastarehe mbele yake. Kwa lugha nyingine, kwa sababu ya mstari wa 4 kumtafuta Bwana yeye na taifa zima, kilichotokea ni kwamba taifa zima likaingia kwenye sabato kustarehe. Unaiona kitu? Kwa hiyo maana yake na wewe utakapomtafuta Bwana, maana yake ni kwamba kama umeanza mwaka wa kumtafuta Bwana, maana yake ni kwamba mwaka huo wote unaingia kwenye kustarehe. Okay. Anaendelea, anasema naye akawaambia Yuda, ngoja nirudi mstari wa 6. Akajenga miji yenye maboma katika Yuda, kwa kuwa nchi ilikuwa imestarehe. Ameingia kwenye rest, hamna vita wala hakuna kujirudia kwa matukio mabaya, tulishaliona hilo. Wala hawakuwa na vita miaka ile, kwa sababu Bwana amemstarehesha. Kwa leo hii tungesema kwamba adui ibilisi na mapepo yake hawezi kukusogelea, lakini pia habari ya kwamba kila siku unakashesha, unahangaika kufanya hichi, kazi zako, biashara zako haziendi, malezi ya watoto ni paswa kichwa, sijui katika mahusiano yako, sijui kwenye kazi, sijui kwenye kitu gani, yote ukimtafuta Bwana vyote hivyo vinaondoka automatically. Alafu anasema hivi, naye akawaambia Yuda, na tuijenge miji hii na kuizungushia maboma na minara na malango na makomeo, nchi bado ikalipo mbele yetu, kwa kuwa tumemtafuta Bwana Mungu wetu, naam tumemtafuta, naye amemstarehesha pande zote, ama ametustarehesha pande zote. Basi wakajenga wakafanikiwa. Sasa nachotaka ukione hapa, anasema huo kwenye mstari, anasema wakajenga wakafanikiwa.
Sasa kwa lugha ya Kiingereza ni neno prosperity. They prospered. Kwa sio kufanikiwa, ni kustawi. Wakajenga, wakastawi. Ngoja tuone kama neno atakuwa amepatia. Hapana, bado naye wote wamechemsha. Okay. Kwa hiyo anasema tumemtafuta Bwana. Angalia anavyosema. Anasema kwa sababu kwa kuwa tumemtafuta Bwana Mungu wetu, naam tumemtafuta, naye ametustarehesha pande zote. Unajua maana pande zote? Kwa lugha nyingine leo tukisema katika kila eneo la maisha yetu. Basi wakajenga alafu wakastawi. Kwa hiyo uwepo wa Bwana sio tu kwamba unakuingiza katika maisha ya raha ya Sabato, lakini uwepo wa Bwana pia unakusababisha wewe ustawi. Unakusababisha wewe ustawi. Anasema naye Asa alikuwa na jeshi waliochukua. Okay, anaendelea mstari wa 9. Kisha akatoka juu yao Zera Mkushi mwenye jeshi 1000 na magari 300, akaja Maresha. Akatoka Asa amlaki, wakapanga vita Maresha bondeni mwa Sefana. Naye Asa akamlilia Bwana Mungu wake. Mstari wa 11 akasema, Bwana, hapana kuliko wewe aliye wa kusaidia kati yake yeye aliye hodari na yeye asiye na nguvu. Utusaidie Bwana Mungu wetu, kwa kuwa sisi twakutegemea wewe. Naona hiyo ninataka kuonyesha jinsi ambavyo alivyokuwa akimtafuta Bwana. Sisi tunakutegemea wewe. Tunakutegemea, anasema sisi tunakutegemea wewe, na kwa jina lako tumekuja juu ya jamii kubwa hii. Bwana, wewe ndiwe Mungu wetu, asikushinde mwanadamu. Basi Bwana akawapiga Wakushi mbele ya Asa na mbele ya Yuda, na Wakushi wakakimbia. Asa na watu waliokuwa pamoja naye wakawafuata mpaka Gerari, nao wengi wakaanguka wa Wakushi hata wasiweze kupona, kwa sababu waliangamizwa mbele za Bwana, ama mbele ya uwepo wa Bwana. Unaona hiyo mbele za Bwana maana yake mbele ya uwepo wa Bwana na mbele ya jeshi lake, na hao wakachukua mateka wengi sana. Wakaipiga miji yote kando kando ya Gerari, maana hofu ya Bwana ikawajia, nao wakaiteka nyara miji yote, kwa maana zilikuwamo ndani yake nyara nyingi mno. Wakazipiga pia hema za ng'ombe, wakachukua kondoo wengi. Kwa lugha nyingine ni hii, sio tu kwamba uwepo wa Bwana unakuingiza kwenye raha ya Sabato, lakini pia uwepo wa Bwana unakufanikisha, lakini pia uwepo wa Bwana unasababisha hofu ya Bwana ikae juu ya watu wanaokuzunguka. Kwa lugha nyingine, kama ungekuwa unakaa mtaani na mtaa una vibaka, na ni kwamba vibaka hawathubutu kuja kuiba nyumbani kwako. Kama ulikuwa unakaa mtaani kuna si mapepo, si mizima, vitu gani yanatesa watu, ama wachawi, hawathubutu kuja nyumbani kwako, na wala hawathubutu kuja kwako wewe, na wala hawathubutu kuja nyumbani kwako. Kwa sababu gani? Kwa sababu hofu ya Bwana inakuwa imekaa juu yao. Kwa Kiingereza tunasema terror of the Lord. Ndio kitu ambacho uwepo wa Bwana unafanya. Ni muhimu kalielewa hilo. Okay. Then of course ukirudi mlango wa 15 kwa ajili ya kuokoa muda, nataka tule mstari wa gapi? Tuanze mstari wa 12 kwa ajili ya kuokoa muda. Anasema hivi, Yuda hiyo na kabila ya Benjamini wakafanya agano ya kuwa watamtafuta Bwana Mungu wa baba zao kwa mioyo yao yote na kwa nafsi zao zote. Inarudiwa tena hili swala kwamba hatumtafuti Bwana nusu nusu, tunamtafuta kwa moyo wetu wote na tunamtafuta kwa nafsi zetu zote. Kwa lugha nyingine, hatufanyi roborobo. Si hivi tu unaonaga saa nyingine, nimeshaona wapendwa wanakubaliana, wanaenda mahali, wanaingia kwenye kambi, wanasema tutafunga, tutaomba masaa 3, then wengine wanaanza kutega, then wengine wanachomoka, wanatoka wanaenda wanatafuta chakula mtaani. Nimeiona hiyo, sio mara moja wala sio mara 2, mara 3. Unaona? Maana yake ni kwamba hao watu wanafanya nusu nusu. Sasa hao walifanya agano, mapatano, kama ndivyo watakapofanya. Sasa anasema hivi, na ya kwamba yeyote asiyemtafuta Bwana, na ya kwamba yeyote asiyemtafuta Bwana Mungu wa Israeli atauawa, akiwa mdogo au mkubwa, kwamba ni mwanamume au mwanamke. Wakamwapia Bwana kwa sauti kuu na kwa kelele na kwa mapanda na kwa baragumu. Na Yuda wote wakakifurahia kile kiapo, kwani wameapa kwa moyo wao wote
na kumtafuta kwa mapenzi yao pia, naye ameonekana kwao, naye Bwana amewastarehesha pande zote. Kwa hiyo nataka uone jinsi ambavyo kwa mfalme Asa wakati huo, jinsi ambavyo kumtafuta Bwana ilikuwa ni muhimu mno, kiasi kwamba taifa zima wanaingia agano kumtafuta Bwana. Sasa nataka nikuonyeshe, ndani akawastarehesha wakafanikiwa. Sasa angalia hii shida inakuja. Tena mlango wa 16 nikuonyeshe jinsi ambavyo unaweza ukajisahau alafu ukachemsha. Mlango wa 16 anasema, katika mwaka wa 36 wa kutawala kwake Asa, Baasha mfalme wa Israeli akapanda juu ya Yuda, akaujenga Rama, ili asimwache mtu yeyote kutoka wala kuingia kwa Asa mfalme wa Yuda. Ndipo Asa akatoa fedha na dhahabu katika hazina za nyumba ya Bwana na nyumba ya mfalme, akampelekea Ben-Hadadi mfalme wa Shamu aliyekaa Demaski, akasema, kwangu na kwako na liwe agano kama ilivyokuwa kwa baba yangu na baba yako. Uangalie, nimekuletea fedha na dhahabu, basi uvunje agano lako na Baasha mfalme wa Israeli, ili aniondokee mimi. Naye Ben-Hadadi akamsikiliza mfalme Asa, akawapeleka maakida wa majeshi yake juu ya miji ya Israeli, wakapiga Ioni na Dani na Abel Maimu na miji ya hazina yote ya Naftali. Ikawa Baasha aliposikia habari hiyo, akaacha kujenga Rama, akaikomesha kazi yake. Sasa nataka uone kitu kimoja. Huyu mwanzo alipokuwa akipata shida, kwa mfano mfalme Asa alipokuwa amevamiwa na Wakushi, alienda kumwomba Bwana, akatafuta uwepo wa Bwana na nguvu zake ili amsaidie. Then Bwana ameenda amemstarehesha, amemstawisha, amemfanikisha, akawa ana mali zile ambazo aliteka nyara, ana fedha, ana dhahabu na nini. Then mfalme wa Israeli ambaye ni Baasha ametokeza, anataka kumvamia. Huyu bwana badala ya kurudi kumlingana, kutafuta uwepo wa Bwana ambao ndio siri ya mafanikio yake, anaamua kutumia fedha na mali na dhahabu alizozipata. Bwana Yesu alisema hamwezi kutumikia mabwana wawili, hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Kwa huyu badala ya kumtegemea Bwana, badala ya kutegemea uwepo wa Bwana pamoja na nguvu zake, anaamua kutegemea fedha au anaamua kutegemea nguvu zake. Tuko sawa? Sasa sikia hii. Mstari wa 6, ndipo mfalme Asa akawatwaa Yuda wote, nao wakayachukua mawe ya Rama na miti yao aliyojenga Baasha, naye akajenga kwa vitu hivyo Geba na Mispa. Sasa sikia mstari wa 7, wakati ule Hanani mwonaji ama nabii akamwendea Asa mfalme wa Yuda, akamwambia, kwa kuwa umemtegemea mfalme wa Shamu, wala hukumtegemea Bwana Mungu wako, kwa hiyo limeondoka jeshi la mfalme wa Shamu mikononi mwako. Kwa lugha nyingine, kwa kuwa umemtegemea mwanadamu. Kumbuka Yeremia 17:5, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, ambaye amemfanya mwanadamu ama nguvu zake kuwa kinga yake, ili hali moyoni mwake amemwacha Bwana. Kwa Asa anaambiwa hapa, kwa kuwa umeamua kumtegemea huyu mfalme wa Shamu na sio kumtegemea Bwana, basi hilo jeshi la Shamu ambalo unaliogopa, ambalo umeomba msaada kwake, ambalo Bwana alikuwa alitie mikononi mwako, basi limekuponyoka. Maana ni kwamba hutaka uweze kulipiga. Aya, sikia 8. Je, hao Wakushi na Walubi hawakuwa jeshi kubwa mno, wenye magari na wapanda farasi wengi sana? Lakini kwa kuwa ulimtegemea Bwana, aliwatia mkononi mwako. Kwa kuwa ulimtegemea Bwana, aliwatia mkononi mwako. Kwa maana macho ya Bwana hukimbia kimbia duniani mote, ili ajionyeshe mwenye nguvu kwa ajili ya hao waliokamilika moyo kuelekea kwake, ama kwa ajili ya hao wanaomtegemea. Kwa hayo umetenda upumbavu, kwani tangu sasa utakuwa na vita. Tangu sasa utakuwa nini? Na vita. Anasema, ndipo Asa akamkasirikia mwonaji, akamtia nyumbani kwa makatali, yani akamweka ndani, maana amemghadhabisha kwa sababu ya neno hilo. Na Asa akawaonea baadhi ya watu wakati ule. Ndio tunafahamu Asa alishia akapata ugonjwa, baadaye akafa. Akapata ugonjwa, akaenda kutafuta waganga baada ya kurudi kwa Bwana. Sasa pointi ni nini? Nachotaka ukione hapa rafiki ni kitu hichi, kwamba ukifukuzia uwepo wa Bwana kwa kufanya ushirika naye, ndio kipindi kinachokuja tutaangalia mambo machache tutakayo tufanye nini. Kinachotokea sio tu kwamba Bwana anakuingiza kwenye raha ya Sabato, kunakuwa hakuna vita pande zote, wala hakuna kujirudia kwa matukio mabaya, lakini mafanikio na ustawi vinaambatana na wewe. Lakini sio hivyo tu, hofu ya Bwana inakaa juu ya watu. Lakini sio hivyo tu, baraka ya Bwana inatenda kazi katika maisha yako. Shida inakuja mara nyingi watu wakishaingia kwenye ustawi na mafanikio na ikawa hakuna kasheshe,
wana kawaida ya kutegemea mali, vitu ambavyo Bwana, uwepo wa Bwana umewapatia, badala ya kumtegemea Bwana. Ndio hata huduma nyingi unaona zinakwamia hapo. Mtumishi ameanza vizuri, huduma limefumuka, limekuwa kubwa kwa sababu alikuwa anatafuta uwepo wa Bwana, then watu wameongezeka, then maana yake rasilimali watu zimeongezeka, rasilimali fedha zimeongezeka, rasilimali vitendea kazi zimeongezeka, then mtumishi anaacha kumtegemea Bwana, anaanza kutegemea rasilimali watu, rasilimali fedha na rasilimali vitendea kazi. Then uwepo wa Bwana unakata. Nini kinatokea? Vita vinarudi, kasheshe narudi, mashambulizi ya adui yanarudi. Then unashangaa huduma inaanza inasinyaa mpaka inabakia zilipendwa. Vivyo hivyo kwenye maisha yako binafsi inaweza katokea. Kwa hiyo rafiki, kwenye kila jambo unalotaka kulifanya, hakikisha unaanza na Bwana. Anza kwa kutafuta uwepo wake. Mtegemee kwa moyo wako wote na kwa nafsi yako yote, na yeye atafanikisha mambo yako, na yeye atakufanikisha katika yote ambayo utatia mkono. Hakikisha mafanikio na ustawi hayakuleweshi na kusababisha ukasahau kumtegemea Bwana moyoni mwako, ukaanza kutegemea fedha na mali alizokupatia. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Tuelekee muda na wakati kama huu.